Bwana Yesu wasifiwe. Kwa majina niite Nabii Newton ama Prophet Newton. Siku ya leo ningependa tujifunze kuhusu msimamo. Andiko linasema ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari ni wa 21. Nasema ya kwamba hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Andiko hilo linaongelea kuhusu wale Wakristo ambao wanamwamini Mungu au wanamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao. So andiko linasema ya kwamba hatuwezi kushirikiana katika meza ya Bwana tena tukashirikiane katika meza ya mashetani. Kwa sababu meza ya Bwana ni yale matendo mazuri na meza ya kishetani ni miungu, yaani unaabudu miungu. So andiko limesema hatuwezi kushirikiana katika upande wa Bwana tena kushirikiana katika upande wa shetani. Tunapokuongelea kuhusu kushirikiana upande wa shetani, ina maana wewe ni mtu ambaye hauna msimamo kabisa. Kwa Mungu upo, kwa shetani upo. Kwa shetani sasa ni wewe mtu ambaye utakuwa unahusika na mambo ya kiganga, madawa, wewe mwenyewe una wivu, wewe una masengenyo, hauna upendo. Wewe ni mtu ambaye unahusika na meza ya shetani. Na mtu ambaye anahusika na meza ya Bwana ni mtu ambaye anatenda mema. Unawapenda watu, unawalisha wajane, yaani unafanya mambo yote ambayo inahusika na Mungu. Sasa maandiko inasema hatuwezi kushirikiana upande wa giza tena upande wa Mungu. So ni lazima upande mmoja itakuwa dhaifu. Sasa kama unataka wokovu wako ukuwe na msingi mzuri, wakati unaomba kitu na Mungu anakujibu, tangaza msimamo. Kama ni upande wa Mungu, simama kwa imani na ufuate matendo ya Mungu. Ama kama wewe ni mbaya, tenda mabaya, tujue ya kwamba wewe ni mbaya tu. Sababu Mungu anafurahishwa na wale wanao